Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaziangalia ahadi za Mungu zilizoandikwa katika Biblia kwa ajili yetu, ambazo zimekuwa za baraka sana. Matendo ya Mitume sura ya 16, Matendo ya Mitume sura ya 16, tutaanza kusoma mstari wa 25. Anasema, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kula nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tuko hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila, kisha akawaleta nje, akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu Kristo, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Wakamwambia neno la Bwana yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ile ya usiku, akawaosha mapigo yao, kisha akabatizwa yeye na watu wote wakati huo huo. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Amen. Hapa tunakutana na ahadi nyingine. Ahadi nyingine iko hapa. Hiki ni kisa cha Paulo na Sila walipokuwa wakihubiri Injili, walikamatwa. Kwa nini? Ni kwa sababu walikuwa wakisema Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo amefufuka. Kwa hiyo wakubwa wakakasirika, wakawakamata, wakawaweka gerezani. Walipowaweka gerezani, Biblia inasema wakawa wamefungwa minyororo. Sasa mle gerezani, wakiwa mle na wafungwa wenzao, Paulo na Sila wakaanza kumsifu Mungu, wakiimba na kumsifu Mungu na kumwadhimisha Mungu. Wafungwa wengine wakawa wakiwasikiliza. Hawakuleta fujo yoyote, lakini wakawa wakiwasikiliza. Biblia inasema ulipofika usiku wa manane, ukatokea tetemeko la nchi, likatikisa gereza. Biblia inasema vile vifungo vilivyokuwa vimefungwa, kama ni pingu zilikuwa zimefungwa, au minyororo kama walikuwa wamefungwa, basi ikakatika yote kwa lile tetemeko. Kwa hiyo kila mfungwa akajikuta sasa iko afadhali ile minyororo imekatika. Sasa yule mlinzi aliyekuwa akiwalinda mlangoni akaamka. Kitu kilichomwamsha nini? Lile tetemeko. Akashangaa kweli kweli. Alipoamka, Biblia inasema akatafuta upanga akataka kujiua. Kwa nini? Alidhani kwamba wafungwa wamekimbia. Kwa hiyo akataka kujiua. Kwa nini? Kwa sababu angekutwa wafungwa wote hawapo, adhabu yake kwake ingekuwa mbaya sana. Kwa hiyo ndio maana alitamani ajiue kabla hajaadhibiwa. Lakini ghafla Paulo akapaza sauti yake akamwambia, tafadhali usijidhuru, sisi sote tuko hapa. Yule askari, Biblia inasema akaenda, hakuwa akitetemeka, akamwangukia Paulo na Sila, akasema, Bwana zangu, nifanyaje nipate kuokoka? Maana alitekewa. Akasema, ni jambo la ajabu, wafungwa wote wapo na gereza limefunguka. Maana milango ya gereza ilifunguka, vifungo vyote vilivyokuwa vimefungwa kwa wafungwa vikatoka, lakini wafungwa hakuna aliyekimbia, kila mmoja akabaki tu yupo. Paulo ndo anasema, usije ukajiua, sisi sote tuko hapa. Akakimbia, Biblia inasema akawaangukia Paulo na Sila akitetemeka, akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Paulo anamwambia,
Ukimwamini Bwana Yesu utaokoka wewe na nyumba yako yote. Muamini Bwana Yesu utaokoka wewe na nyumba yako yote. Hiyo ndio ahadi, kwamba ukimwamini Yesu Kristo utaokoka wewe na nyumba yako yote. Sio wewe peke yako, wewe na nyumba yako yote utaokoka. Biblia inasema basi yule mlinzi akamchukua Paulo na Sila akawapeleka kwake. Maana yake alirudishia mlango wale wafungwa wengine wasiondoke, akawapeleka wale Paulo na Sila nyumbani kwake usiku ule. Akafurahi sana sana. Paulo na Sila wakamwambia vizuri, wakamweleza vizuri habari ya wokovu. Biblia inasema akafurahi sana. Baadaye akasema Biblia inasema akabatizwa yeye na wote walioko nyumbani mwake. Wakabatizwa usiku ule wote. Kwa nini? Kwa sababu wameshamwamini Yesu Kristo. Wakabatizwa usiku ule ule wote wa nyumbani mwake. Maana yake wote wa nyumbani mwake na yeye yule askari wakapokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji wangu, unayefuatilia kipindi hiki kizuri cha mkate wa leo, bila shaka unapata kitu hapa. Kumwamini Bwana Yesu Kristo, ukimwamini Bwana Yesu Kristo, ahadi yake ni hii: utaokoka wewe na nyumba yako yote. Ngoja nikwambie, yawezekana wewe ni baba katika hiyo nyumba, yawezekana wewe ni mama katika hiyo nyumba. Ukimwamini Yesu Kristo, mumeo ataokoka pamoja na wewe na watoto wako wote. Yawezekana wewe ni baba, ukimwamini Yesu Kristo, mkeo na wanao wote watampata huyu Yesu Kristo. Ndicho kilichotokea kwa huyu askari. Yeye na mkewe na watoto wake wote wakampokea Yesu Kristo, wakabadilishwa tokea siku ile. Jambo muhimu hapa rafiki yangu ni hili. Yule bwana anauliza jifanyaje? Na mimi nakwambia yawezekana unakaa katikati ya watu wanaomkataa Yesu Kristo. Inawezekana unakaa katikati ya watu wanaosema ukienda kanisani tunakumaliza, ukienda kwa Wakristo tunakuua. Yawezekana unakaa na watu wa namna hiyo. Lakini mimi nikwambia, ukimwamini Yesu Kristo, wewe na hao wote wataokoka. Wote mtaokoka, kwa sababu Yesu hafanyi kazi kwa bahati mbaya, habahatishi. Ukimwamini Yesu Kristo, hiki alichokisema kwamba wewe na nyumba yako mtaokoka ni kweli. Ni kweli. Nimeshuhudia mahali fulani katika familia fulani, baba alipookoka, mkewe akamfuata, watoto wakamfuata, wote leo ni Wakristo, wana ufalme wa Mungu ndani yao. Rafiki yangu, usiogope. Usiogope. Njoo kwa Yesu, hakuna kitu kitatokea, hamna. Wewe njoo kwa Yesu, hakuna kitu kitakachotokea. Hakuna kitakachokupata. Ukija kwa Yesu, Yesu atakulinda. Yesu atakupigania. Hakuna atakayekudhuru. Njoo kwa Yesu, utapata ufalme wa Mungu ndani yako. Utaokoka. Maana yake dhambi yako ya kupeleka jehanamu itaondolewa saa hiyo hiyo. Njoo kwa Yesu, maana ana uzima wa milele. Mungu akubariki. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Tunaendelea kutazama ahadi za Mungu kwetu, na zimekuwa za baraka sana. Unaona hata sasa umesikia mambo ya ajabu. Mungu akubariki sana. Wewe ambao ulishaokoka, endelea na wokovu. Yesu akukute ndani ya wokovu. Akubarikini Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.